إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Baada ya kuihusia nafsi yangu uchamungu na kuhusieni suala hilo hilo la uchamungu, kwani kwa uchamungu tutafaulu katika maisha ya dunia na kwa uchamungu pia tutafaulu katika maisha ya akhera ambayo ni maisha ya kudumu. Khutbatuna liyawm, khutba yetu ya leo Waislamu, tutazungumzia kuhusiana na tahdidu nasli wa ahkamuhu. Tutazungumzia tahdidu nasli na hukumu zake. Kwa nini nimeichagua hii kuwa ndio hutuba yangu? Kwa sababu Waislamu tumeathirika na fikra za wengine wasiokuwa sisi. Tumepigwa vita vya kifikra na tukaamini kwamba kinachozungumzwa ndio kweli, na sisi tukaingia katika suala la tahdidu nasli. Wama maana tahdidu nasli ayuha al-ahibba? Huwa an yaktafiya ar-rajulu aw al-mar'atu bi'adadin mu'ayyanin min al-awladi biwaladin aw waladaini aw thalatha. Tahdidu nasli ni kitu gani? Tahdidu nasli ni mwanaume au mwanamke kuridhika na idadi maalumu ya watoto. Mtu anajipangia, mimi nataka mtoto mmoja tu, mwingine anasema nataka watoto wawili tu, wakizidi sana watatu, kisha baada ya hapo wanafunga uzazi. Hivi ni vita ambavyo tumepigwa Waislamu, na sisi tukahadaika navyo na tukaona kwamba kathratul auladi min asbabil faqr. Tukaamini mtu kuwa na familia kubwa, kuwa na watoto wengi ni katika sababu za ufakiri na umaskini. Tukaamini hivyo. Kwa hivyo nakuta Muislamu anazaa mtoto mmoja khalas, au watoto wawili, au wakizidi sana watatu. Baada ya hapo hataki mtoto tena. Fikra hii ima atakuwa nayo mwanaume, fikra hii au ima atakuwa nayo mwanamke. Hivi ni vita vya kifikra. Lakini Muislamu akasahau ya kwamba Uislamu unahitaji watu. Uislamu unahitaji watu. Ili Uislamu uwe na nguvu, lazima kuwa na idadi kubwa ya watu. Ili Uislamu uende mbele kama unavyotakikana, lazima kuwa na idadi kubwa ya watu. Watu hao wanatoka wapi? Ni mimi na wewe na mwingine, ndio tulete ongezeko hilo.
kwa lengo na maslahi ya Uislamu. Lakini kuwa na watu wengi maslahi yake sio kwenye Uislamu tu peke yake. Hapana, hata nchi yoyote yenye watu wengi huwa haitishiwi, kwa sababu ina watu wengi. Haitishiwi kiuchumi wala haitishiwi kwa namna nyingine yoyote ile, kwa sababu tayari taifa linajiamini, lina watu wengi. Kwa hivyo utakuja kuona kuwa na watu wengi ni maslahi upande wa dini, lakini pia ni maslahi hata upande wa taifa lolote lile katika mataifa ya duniani. Lazima kuwe na watu wengi. Waislamu hawa waliotuletea fikra ya tahdidu nasli, kwamba tuwe na familia kidogo, tuwe na watoto wachache, wanasema hivi ni ili uweze kuwasimamia, ili uweze kuwalisha, ili uweze kuwasomesha. Na wanatuambia kama utakuwa na watoto wengi utashindwa kuwasomesha na pia utashindwa kuwasimamia, kuwapa haki zao za kimsingi. Wallahi laqad kadhabu, wamesema uongo, kwa sababu suala la riziki Waislamu ni siri ya Allah peke yake. Hakuna anayemiliki habari za ardhi katika hao wanadamu walioko ardhini, hakuna. Suala la riziki ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na Allah amejidhamini kwamba kila kiumbe hai atakipa riziki yake. Katika aya niliyotangulia kuisoma kwenye mukaddima, Allah anasema wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Hakuna chochote kinachotambaa kwenye ardhi hii au kinachotembea kwenye ardhi hii au kinachoruka kwenye dunia hii kama ndege na wengineo. Hakuna chochote ambacho ni kiumbe hai kiko katika mgongo wa ardhi isipokuwa riziki yake na bajeti yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki yake iko kwa Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah anajua kila kitu, mwanzo wake mpaka mwisho wake. Maana yake Allah anajua bajeti yako nzima toka ulipozaliwa mpaka siku unakufa. Allah ameshapanga utakula kilo ngapi kisha ufe, utakunywa maji au utatumia maji lita ngapi, matanki mangapi kisha ufe. Allah anajua utavuta hewa kwa kiwango gani kisha ufe. Bajeti hiyo iko kwa Allah maadamu ni kiumbe hai kinatembea. Alafu Allah anasemaje? Kullun fi kitabin mubin, yote haya yamekwisha andikwa katika kitabu cha wazi. Riziki Waislamu isitutishie kama wanavyotuambia hao wasiokuwa sisi, kwamba utashindwa kuwasomesha, utashindwa kuwalea ikiwa na watoto wengi, kwa hivyo kuwa na watoto wachache ili uwasimamie. Habari ya riziki ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia hata yule kiumbe asiyeweza kufanya chochote, hawezi kujilimbikizia chakula cha mwaka kama sisimizi na wengineo, Allah amedhamini riziki yake. Allah anasemaje? Waka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim. Hakuna kiumbe chochote ardhini ambacho hakiwezi kujilimbikizia chakula cha mwezi, mwaka au mawiki, hakiwezi kufanya hivyo isipokuwa Allah anakiruzuku kiumbe hicho kwa wakati, hata kama hakina uwezo kulimbikiza riziki yake. Allah ameshakiwekea bajeti ya chakula chake. Allah anakiruzuku na anakuruzukuni na nyinyi, na Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu, alafu Allah subhanahu wa ta'ala anayaona yote. Waislamu, hizi fikra za kutokuwa na watoto wengi, eti hizi fikra za kuwa na watoto wengi ni umasikini, fikra hizo zilikuwepo toka asrul jahiliya kabla alislam, zilikuwepo kabla hata ya Uislamu. Kwa Makureishi walikuwa na fikra hizo, fikra mbovu, kwamba nikiwa na watoto wengi itakuwa ni sababu ya umasikini, ni sababu ya kutokuwa na kipato, nitateseka kwenye haya maisha. Fikra hizo walikuwa nazo Makureishi, na ilifika wakati mtu anapozaa watoto ambao hawahitaji alikuwa anawaua, kwamba nataka watoto wawili tu, akiongezeka watatu na kaua. Makureishi walikuwa wakifanya hivi. Qur'ani ikaja ikalikataza tabia hilo, tabia mbaya. Allah anasema wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyahum inna qatlahum kana khit'an kabira. Msiwaue watoto wenu eti kwa kuhofia umasikini.
Msiwaue watoto wenu kwa kuhofia watakula nini, watasoma somaje, wataishi vipi. Msiwaue watoto wenu kwa fikra potofu na mbovu kama hizi, kwani Allah anasema mimi ndo nawaruzuku wao hao mnawaua, lakini pia mimi nakuruzukuni na nyinyi. Inna qatlahum kana khit'an kabira, kwani kuwaua watoto kwa sababu ya kuogopea habari za riziki, hayo ni katika makosa ambayo ni makubwa sana. Qur'ani kaji kakataza. Fikra zile za mwanzo sasa hivi zipo, ndio utasikia mama fulani kajifungua katupa mtoto wake, sijui nani kafungua kamnyonga mtoto wake. Wale wanaopatika kukamatwa na kutiwa kwenye mikono ya dola, wanapoulizwa kwa nini umeua kiumbe kisichokuwa na hatia, utasikia anakuambia mimi nimekaua kwa sababu siwezi kukasimamia, baba yake hajulikani, mimi sina kazi yoyote, mwanangu atasomaje, kwa hivyo nimeona tu bora nimtangulize. Fikra hizi mbovu zimetuathiri kiasi hicho. Ndugu zangu Waislamu, wallahi lau riziki ingekuwa inapatikana kwa mtu kuwa na familia kubwa, basi hawa mabachela wote tunawaona wangekuwa mabilionea, sababu wao hawana hata familia. Lau ingekuwa riziki inapatikana kwa sababu ya elimu ya mtu, basi wasomi wote wangekuwa na kazi. Leo wanalalamika hawana kazi. Riziki ni mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni siri yake peke yake. Allah akituaminisha katika Qur'ani anasema wa fi samai rizqukum wama tu'adun fa wa rabbi samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Enye Waislamu, kuweni na yaqini, riziki zenu zinatoka mbinguni. Kule mbinguni ndo kunakopatikana riziki zenu. Riziki zenu zimeshakadiriwa, ziko mbinguni. Na ninaapa kwa Mola wa mbingu na ardhi, riziki zenu ziko mbinguni, na pia vile mlivyoviahidiwa pia vinapatikana mbinguni, kama moto, kama pepo na moto, vyote vinapatikana mbinguni. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu siku moja alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, ya Rasulullah, ayu dhambi a'dham, ewe Mtume wa Allah, hivi ni ipi dhambi ambayo ni kubwa zaidi? Mtume akamwambia, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dhambi ya kwanza ambayo ni kubwa zaidi ni wewe kumjalia Allah anamshirika, na aliyekuwa Allah ndio aliyokuumba. Ni kuamini kwamba Allah kuna watu anashirikiana nao kwenye kupanga mipango, aliyekuwa yeye ndio kakuumba. Hii ni dhambi kubwa. Abdullah bin Mas'ud akasema, thumma ay, kisha dhambi ipi ya Rasulullah? Mtume akamwambia, antaktula waladaka khashyatan an yut'ima ma'ak. Dhambi ya pili ambayo ni kubwa zaidi ni kumuua mtoto wako eti kwa kuogopea kwamba atakula nini, kwa kuogopea nitamlisha nini, kwa kuogopea atasomaje, kwa kuogopea nitamleaje. Ni katika dhambi ambayo ni kubwa. Kwa hivyo hili jambo hili, Waislamu, hili ni fikra ambazo za kisaikolojia tumeingiziwa ili watu waendelee kuwa wachache. Fikra hii ina madhara katika upande wa dini ya Kiislamu, lakini pia fikra hii ina madhara hata katika upande wa taifa. Watu kuwa wachache sio fahari, bali ni kushindwa. Sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama anaitwa Ma'qal ibn Yasar radhiyallahu anhu, hadithi sahihi, anasema jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallama, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, faqala ya Rasulullah, mtu yule akamuuliza, ewe Mtume wa Allah, ewe Mtume wa Allah, inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa jamalin walakinaha la talidu afa atazawwaju anha. Ya Rasuli wa Allah, mimi nimempata mwanamke mzuri, mwanamke mwenye hadhi na heshima, nafasi yake kwenye jamii ni kubwa, ni mwanamke mrembo, lakini mwanamke huyu niliyempata ana changamoto moja, hazai. Amepewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala,
hawezi kuzaa, hawezi kupata watoto. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama la, Mtume akamwambia hapana, kama kuna uwezekano wa kumpata mwingine atakayeongeza umma wangu wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, basi ni vizuri ukamuoa huyo mwingine, huyu hebu muache kwanza. Yule bwana akaondoka. Thumma atahu thania, yule bwana akaja kwa siku nyingine kwa mara ya pili, akamwambia ya Rasulullah, swali langu ni lile lile na shida yangu ni ile ile. Nimempata mwanamke ambaye ni mrembo mzuri, ana nafasi kwenye jamii, ni mtu ambaye yuko kwenye ukoo karibu, lakini changamoto tu hapati watoto. Ya Rasuli wa Allah, ni muoe? Fanahahu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia hapana, acha kwanza. Thumma atahu thalitha, kisha akamwijia kwa mara ya tatu na kwa siku nyingine akamwambia ewe Rasuli wa Allah, nimepata mwanamke mzuri mrembo, lakini changamoto ni ile ile. Faqala nabiyu sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama. Enye umma wangu, enye maswahaba wangu, enye wafuasi wangu, ninachokushaurini, jitahidini kutafuta wanawake wenye mapenzi ya kweli na nyinyi, alwaduda. Lakini pia sifa ya pili, jitahidini kuwatafuta wanawake wanaozaa, kwani mkizaana mkawa wengi, fa inni mukathirun bikumul umama yawma alqiyama, mimi nitakuja kujifakhiri katika nyumati zingine siku ya kiyama. Zaeneni muwe wengi. Haina maana ya kwamba asiyezaa kwamba ndo asipate stara, anaolewa, lakini unaongeza na wengine watakaoweza kuleta watoto na kuongeza umma wa Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam. Na Allah wafanyie changamoto kila mwenye tatizo hilo liweze kumuondoka. Waislamu, angalieni Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa makini, mpaka hata kwenye lengo ni watu wewa wengi, anamwambia hapana, huyu mwachache kwanza, hebu tafuta yule ambaye anaweza kuongeza idadi ya umma huu ili dini ipate nguvu. Lakini pia siku ya kiyama nitajifakhiri kwa mitume wengine kwamba angalieni umma wangu namna walivyo wengi. Ayuha almuslimun, hal taarifuna alhikmata min taaddudi zawjat? Enye waislamu watukufu, hivi mwafahamu katika Qur'ani kwa nini Allah ameruhusu mtu kuwa na mke zaidi ya mmoja? Hivi mnajua hikma ni nini? Pale Allah aliposema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa rubaa, oweni katika wanawake mnaowapenda waliokuvutieni kuanzia wawili, watatu na wanne. Hivi mnajua hikma yake? Nitakutajeni hikma mbili. Alhikmatul ula, hikma ya kwanza katika kuwa na mke zaidi ya mmoja, hikma ya kwanza ni alistimta'u, ni ili mwanaume apate kustarehe. Anaenda pale, anaenda pale, anaenda pale ili aweze kustarehe. Huku kuna changamoto, ataenda upande wa pili. Kule nako akikuta changamoto ataenda sehemu nyingine, kwa sababu ana mke zaidi ya mmoja. Hekima ya kwanza ni kumfurahisha mwanaume, kwa sababu Allah amemuumba mwanaume, amemuumba kwa hitajio la wake zaidi ya mmoja, tofauti na alivyomuumba mwanamke. Kamuumba mwanamke kwamba yeye hitajio lake ni la mwanaume mmoja tu, lakini mwanaume Allah akamwekea hitajio lake amiliki mke zaidi ya mmoja kwa sababu za kimaumbile. Sasa kuwa na mke zaidi ya mmoja, nitakutajieni hekima mbili. Hekima ya kwanza nimekuambieni, lengo ni kustarehe. Mwanaume anapohama anaenda kule mara kule mara kule, hata ule uhaba na ile changamoto ya nguvu za kiume inaisha. Lakini hekima ya pili, Uislamu umeruhusu mtu kuoa mke zaidi ya mmoja, likathrati dhurriya, ni kwa sababu ya kuwa na watoto wengi. Na ukiwa na watoto wengi bado uko katika lengo lile lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, fa inni mukathirun bikumul umama yawma alqiyama, kwani mimi nitajifakhiri, nitajisikia vizuri, nitajifakhirisha kwa madabi wengine kwa umma wangu kuwa mkubwa.
Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kule kuwa wengi ni ushindi, na ndio maana siku zote kwenye mahala popote pale, ile jamii chache ndio huwa inaonewa kwa sababu ni wachache, lakini ile jamii ambayo ni kubwa, ina watu wengi, huwa haionewi. Hii ndio falsafa ya ulimwengu namna ulivyo. Tozaeni tuwe wengi, Uislamu uwe na nguvu kwa ajili ya maslahi ya dini yetu na maslahi ya taifa letu. Tubu ila rabbikum wa antum muqinuna bil ijaba innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kathratul auladi ni'ma wa laysat naqama. Muislamu, nukta ya muhimu na ya mwisho, fahamu kuwa na watoto wengi ni neema wala sio mateso. Kuwa na watoto wengi ni neema kwako mzazi, na wala sio tabu, sio matatizo, wala sio ufukara, ni neema. Na neema hii Allah ameitaja katika Qur'ani aya zaidi ya moja. Ukisoma katika suratu Nuh, Allah anamsimulia mtume wake Nabii Nuh alayhi salatu wassalam, pale aliposema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nilisema kuwaambia watu wangu, enye watu wangu, muombeni Allah msamaha kwa makosa mnayoyafanya, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Mmefanya makosa mengi, sasa rudini kwa Allah mumuombe msamaha. Mkishamuomba Allah msamaha kwa madhambi mnayoyakosea, Allah atakupeni neema zifuatazo. Neema ya kwanza, yursilis samaa alaikum midrara. Mkiwa na tabia ya kumuomba Allah msamaha kwa makosa mnayoyafanya, Allah atakuleteni mvua yenye kufuatana, yenye manufaa na nyingi, mvua ya kheri ambayo haiharibu mimea yenu wala haiharibu nyumba zenu wala haiharibu mashamba yenu. Ni mvua nzuri ya neema isiyokuwa na maharibifu ndani yake. Hiyo ni neema ya kwanza mtapewa. Wayumdidikum biamwalin, mkimwomba Allah msamaha kwa makosa mnayoyafanya, Allah subhanahu wa ta'ala atakukunjulieni mali nyingi. Mtakuwa na mali nyingi sana, mtakuwa na pesa nyingi, mtakuwa na mali nyingi kwa sababu ya al-istighfar. Wabanina, neema ya tatu mtakayepewa na Allah kwa kumwombeni Allah msamaha, neema ya tatu mtakayipewa, mtapewa watoto wengi. Banin mufradu ni ibnun, mtoto mmoja. Watoto wengi ni banin, wengi. Kwa hivyo Allah amehesabu katika neema ya tatu anaipewa mtu kwa kumuomba yeye msamaha kwa madhambi anayefanya. Neema ya tatu anayempa Allah ni watoto. Kisha neema ya inna, Allah akasema wayaj'al lakum jannatin, Allah atakujalieni mashamba mazuri na mabustani mazuri yaliyostawi vizuri kwa kumuomba yeye msamaha. Wayaj'al lakum anhara, na Allah atakujalieni mito kila mahala, maji yako kila mahala. Anayetaka kilimo cha umwagiliaji, anayetaka matumizi mengineyo ya maji, maji atakuwa kila mahala, mito itakuwa kila mahala. Zote hizi neema tano zinapatikana kwa mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Kwa hivyo neema ya tatu ambayo inaendana na hutuba yetu, mkimuomba Allah msamaha atakujalieni watoto wengi, watoto wengi. Hili Allah amelizingatia kuwa ni katika neema. Na zamani kwa babu zetu walikuwa anapokuwa na watoto wengi ndio fahari kwake. Anapokuwa na watoto wengi kwake ndio fahari. Tena ndo anajiona pale mtaani yeye ndo mtu mzito, anaringia watoto wake, ni fahari. Sasa wewe mwenye mtoto mmoja wawili umefuga kizazi, utajiringia kwa nani? Ufahari wako uko wapi? Alafu angalieni Waislamu hizi fikra zilivyotuathiri. Mtu anazaa watoto wawili mathalan, mtoto anaingia shule,
ya msingi, anamaliza darasa la 7, anaanza form 1, anaenda mpaka form 6, mara wamefika chuo. Lakini baba kwa sababu alizaa watoto wawili tu, nyumbani kumepoa, hamna mtu. Na asili ya mwanadamu ni nyumbani kuwa na watu. Na yeye alizaa watoto wawili tu, wako mavyuo huko, amebaki ni baba na mama tu, hakuna mtu mwingine, nyumba imepoa. Anafikiria kufuga mbwa, anakanulia mbwa chakula, anakatunza, anakafanyaje ili tu pale nyumbani kuwa na kelele. Hiyo bajeti ya mbwa si ndio ungemlisha mtoto? Kwa nini wale watoto umewafungia kule na kizazi mmefunga, umekosa chakulea, matokeo yake unalea mbwa? Hii ni kuonesha kwamba asili ya mwanadamu ni kuwa na watoto wengi. Wale wanaenda, wengine wanabaki wanamsaidia mzee, wale nao wanaenda, mzee tayari kashachoka, anasubiria umauti, anaenda zake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu tuzaidi. Fikra za kuogopa riziki sio kazi yako. Habari ya kwamba mtoto wangu ataishije, atasomaje, sio kazi yako. Hiyo sio kazi yako kabisa. Unaingilia mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kinachotambaa kwenye hii ardhi, hakuna kinachotembea kwenye hii ardhi, hakuna kinachoruka kwenye hii ardhi isipokuwa bajeti ya riziki yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.